Huu ni zaidi ya mchezo wa nusu fainali. Ni mechi ambayo itazikutanisha timu mbili zinazoishi ndani ya falsafa tofauti za kucheza soka. Timu ya Senegal almaarufu kama Simba wa milima ya Teranga imewekeza soka lake katika matumizi makubwa ya nguvu na muundo imara wa kuzuia kuanzia eneo la juu la uwanja. Mabingwa mara 7 wa AFCON ambao ni Misri, kwa muda mrefu timu yao imejengwa katika msingi wa nidhamu ya kujilinda na kugawanya dakika za mechi pale wanapofanikiwa kutimiza mipango yao. Historia ya Misri katika mechi za nusu fainali inaonekana kuwa tishio. Mafarao hao wameweza kushinda mechi 9 katika jumla ya michezo 14 ya nusu fainali za AFCON. Kwa ufupi, nusu fainali hii ni kati ya timu inayopenda kumiliki mchezo dhidi ya kikosi chenye uwezo kuvumilia presha ya mchezo. Senegal huanza mechi zake katika muundo wa 4-3-3 ambao hubadilika na kuwa 4-2-3-1. Katika muundo huo, nguvu ya Senegal huonekana pale wanapozuia kuanzia eneo la juu zaidi la uwanja, kwa maana Senegal ni timu hatari mno ikiwa haina mpira kwenye himaya yake. Mabeki wao wa pembeni wataonekana katika maeneo hatarishi zaidi, huku akitoa uhuru kwa mawinga kushambulia maeneo ya ndani. Hapo ni pale wanapokuwa kwenye umiliki wa mpira. Imani kubwa ya Senegal ipo katika eneo la kiungo chenye majina kama Idrissa Gana Gueye, Habib Diarra, Iliman Ndiaye pamoja na Krépin Diatta, ambao wanaikamilisha Senegal iliyotimamu linapokuja suala la kuusaka mpira baada ya kuupoteza. Eneo jingine bora la Senegal ni uwepo wa wachezaji warefu ambao ni msaada mkubwa wakati wa kuzuia na kushambulia, hasa kwenye mipira ya kutenga. Pamoja na uwezo wa kiufundi na nguvu alionayo Senegal, haitawazuia wao kulazimisha kufunga bao la mapema kwa kuwazuia Misri kuanzia eneo lao. Mbinu hiyo ni nzuri, lakini ni hatari, kwani wakati Senegal wakikabia juu, Misri watakuwa tayari na silaha hatari za kushambulia kwa kushtukiza. Muundo wa 4-3-3 ndio hupendelewa zaidi kutumika na Misri wakati wa kushambulia, lakini pindi wanapobadilika kutoka kushambulia hadi kuzuia, muundo huwa ni 4-5-1. Misri ni timu ngumu mno kufungika pale wanapoamua kuweka kizuizi katikati ya uwanja au karibu kabisa na boksi la yadi 18. Kwa lugha maarufu unaweza kuita kupaki basi. Mbinu yao pendwa ya kumtoa mpinzani mchezoni ni kupoza kasi ya mechi na kuwalazimisha wacheze katika mfumo wao. Nguvu ya Misri ipo katika mbinu yao ya kujilinda, ambapo hufanya kila wawezalo kuhakikisha njia zote za hatari zimefungwa na hazionekani kabisa. Ili mpango huo utimie, ni lazima timu iwe na golikipa imara langoni sambamba na mabeki wasioogopa kujitoa muhanga, na Misri wana bahati ya kuwa na wachezaji wenye sifa hizo mbili muhimu. Katika eneo la mwisho la mashambulizi, Misri ni timu hatari mno, hasa katika mipira ya kutenga na wanaposhambulia kwa kushtukiza. Kiufupi, Misri sio timu inayolazimisha mchezo uwe upande wao, bali ni timu inayokaribisha presha ya mchezo na kuvizia makosa ya wapinzani. Kwa asilimia kubwa, hiyo inasababishwa na uhaba wa wachezaji tishio ndani ya kikosi chao, na wakati mwingine huwa inawagharimu kwa kutopata mashambulizi mengi yenye kasi. Mchuano wa kwanza utaonekana pale ambapo Senegal watailazimisha Misri kupiga pasi kwenye eneo lao wenyewe. Hii itawalazimu Misri kutojaribu kuionja sumu kwa ulimi, hivyo watalazimika kupiga pasi ndefu ili kuikwepa presha ya Senegal. Na kama wakifanikiwa kufikisha pasi ndefu kwa washambuliaji wao wenye kasi, mechi inaweza kuwa ngumu zaidi kwa Senegal. Vita ya pili ni kati ya mabeki wa pembeni wa Senegal dhidi ya mawinga wa Misri. Hii inaufanya mchezo huo kuingia kwenye uwezekano wa kuamuliwa kupitia pembeni kuliko maeneo ya katikati mwa uwanja. Mipira ya kutenga nayo inaweza kuamua matokeo ya mchezo huo. Timu zote zina wachezaji warefu wenye uwezo wa kucheza mipira ya kona na free kick. Utofauti pekee uliopo hapa ni kwamba Misri ni timu imara kwa kuzuia mipira ya juu, wakati Senegal ni hatari kwa kushambulia mipira ya namna hiyo. Mechi hiyo inatarajiwa kuwa ya wazi iwapo Senegal wataanza kuzitikisa nyavu na hatimaye watakuwa wamefanikiwa kuwaondoa Misri katika mfumo wao wa kupaki basi. Ikiwa Misri ndio wataanza kufunga bao, basi watatumia mbinu ya kupoteza muda na kupunguza kasi ya mchezo ili kuwaondoa Senegal mchezoni.